Unawajua marais wa Afrika waliouawa wakiwa madarakani? Walipangiwa njama na kikundi cha watu wachache, tena mara nyingi vikundi hivi vilikuwa vya watu wa karibu. Marais hao unawajua? Kabla sijakutajia marais wenyewe, hebu tutazame ni sababu zipi zinazopelekeaga viongozi hao wakuu wa nchi kuuawa wakiwa madarakani. Sababu ya kwanza ni tamaa ya madaraka kutoka kwa watu wake wa karibu. Sababu ya pili ni ukosefu wa utulivu wa kisiasa, political instabilities. Na sababu ya tatu ni kuingiliwa kwa serikali na jeshi, na sababu ya nne ni migawanyiko mikubwa ya kijamii. Afrika ina historia ndefu sana ya marais wake kuuawa wakiwa madarakani kwa kupangiwa njama. Hapa naenda kukutajia listi ya marais 10. Isikilize listi hii kwa makini sana. Rais wa kwanza wa Togo kwa jina anaitwa Sylvanus Olympio. Huyu aliuawa kwa kupigwa risasi mwaka 1963. Kulikuwa na mapinduzi ya kijeshi yaliyoongozwa na Yadema, ambaye ndiye aliyekuja kuwa rais wa Togo wa wakati huo. Na rais wa pili kuuawa akiwa madarakani ni huyu anaitwa Abdirashid Ali Shermak. Huyu aliuawa kwa kupigwa risasi na bodyguard wake mwaka 1969 akiwa kwenye ziara yake kaskazini mwa Somalia. Kuna tauni moja pale ilikuwa inaitwa Lasanod. Huu ulikuwa ni mpango wa kijeshi na huo mpango ulifanikiwa. Na rais wa tatu kuuawa akiwa madarakani anaitwa Richard Rotsmandrava. Huyu alikuwa rais wa Madagascar ambaye alidumu kwenye urais wake kwa siku 6 tu tangu kuchaguliwa mpaka umauti. Huyu Richard aliuawa kwa kupigwa risasi na askari polisi, sio wanajeshi, akiwa kwenye gari akielekea nyumbani kwake mwaka 1975. Na rais mwingine kuuawa akiwa madarakani ni William Tobert. Huyu alikuwa rais wa Liberia. Alipinduliwa kijeshi mwaka 1980 nyumbani kwake Monrovia. Huyu William aliuawa katika mapinduzi haya yaliyoongozwa na Master Sergeant Samuel Doe. Na rais wa tano wa Afrika kuuawa akiwa madarakani ni huyu anaitwa Anwar Sadat, rais wa Egypt. Sadat aliuawa kwa kupigwa risasi mwaka 1981 kwenye gwaride mjini Cairo na mamemba wa Egyptian Islamic Jihad, baada ya rais huyo kuingia mikataba na Israel. Hichi kitendo cha rais huyu kuingia mikataba na Israel kilikasirisha jamii yake. Na rais wa sita wa Afrika kuuawa akiwa madarakani ni Thomas Sankara. Huyu alikuwa rais wa Burkina Faso. Sankara aliuawa kwa kupigwa risasi mwaka 1987 na jamaa yake wa karibu sana, alikuwa anaitwa Blaise. Again, military coup, mapinduzi ya kijeshi. Rais wa saba kuuawa akiwa madarakani wa Afrika anaitwa Ahmed Abdallah. Huyu alikuwa kiongozi wa Comoros, whatever. Abdallah aliuawa kwa kupigwa risasi akiwa nyumbani kwake mwaka 1989. Kuna wengine wanasema yalikuwa mapinduzi ya kijeshi, na kuna wengine wanasema ni mlinzi wake alikuwa anaitwa Bob Dinard, ambaye alikuwa Mfaransa, ndo aliyemuua. Namba 8, rais wa Kiafrika kuuawa akiwa madarakani ni Samuel Doe. Mnamkumbuka Samuel Doe? Nishamuongelea hapo juu. Ngoja niwakumbushe. Huyu Samuel Doe alipata madaraka yake kwa kumpindua mwenzie William Tobert kule Liberia mwaka 1980. Alimuua vibaya sana mwenzie. Alimvamia nyumbani kwake alfajiri kabisa kule Monrovia. Walimtimbia kijeshi kwa sababu huyu Samuel Doe alikuwa mwanajeshi. Alifanikiwa kupata uraisi, ila miaka 10 mbele na yeye wakamtimbia. Ilikuwa Septemba tarehe 9 mwaka 1990. Kipindi cha Liberia ilikuwa na vita ya wao kwa wao, civil war. Licha ya kuwa raisi, ila vikundi vya kijeshi vilijiorganize vikamkamata huyu bwana Samuel Doe, ambaye ndo alikuwa raisi wa wakati huo. Wakampa mateso mengi na baadaye kumuua. Rais wa 9 wa Afrika kuuawa akiwa madarakani ni huyu anaitwa Muhammad Boudiaf. Huyu alikuwa rais wa Algeria ambaye aliuawa mwaka 1992 na bodyguard wake miezi michache tu baada ya kuapishwa. Rais wa 10 anaitwa Melchior Ndadaye.
Huyu alikuwa rais wa kwanza wa Burundi ambaye alikuwa Mhutu. Aliuawa japo mapinduzi hayakufanikiwa. Yalikuwa mapinduzi ya kijeshi yaliyoongozwa na maofisa wa kijeshi wa Kitutsi mwaka 1993. Vita ya Wahutu na Watutsi ni moja ya vita ambazo historia haiwezi kusahau hata kama ingetaka. Walikufa watu wengi sana. Less than 1 year, hata mwaka ukufika, rais mpya wa Burundi aliyekuwa anaitwa Ntariamira na rais wa Rwanda aliyekuwa anaitwa Juvenal Habyarimana walikuwa kwenye ndege ya pamoja wakiwa wanatua sasa pale Kigali, Rwanda. Ndege yao ililipuliwa na missile, surface to air missiles, na wote wakafa hapo hapo. Ni rais gani mwingine ulitegemea ungemsikia kwenye listi hii lakini hujamsikia? Na cha kuzingatia hapo ni kuuawa akiwa madarakani, sio akiwa ameachia madaraka. Mwandike hapo kwenye comment section. Naitwa Dallas, wengine waniita Captain Dupa. It is what it is.